ambayo itakuwa na ushindani mkubwa sana. Lakini kwetu sisi, kwa sababu ni mechi zetu za viporo, tunazichukulia kama fainali. Hakuna mechi rahisi kwetu. Tumejiandaa pamoja na ugumu wanaotupa Mashujaa kwenye mechi, tuhakikishe tunapata matokeo katika mchezo wa kesho. Inshallah, kwa uwezo wa Allah na imani tutapata pointi 3 katika game ya kesho. Swali kwa mwalimu kuelekea mchezo wa kesho. Karibu. Ratiba ni ngumu sana, ratiba ni ngumu. Ndani ya siku nafikiri 8 10 tuna mechi 4. Ina maana kila baada ya siku 2 tuna mechi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa ukubwa wa kikosi chetu ni jinsi gani sasa kama benchi la ufundi kuweza kuwapa watu wengine mapumziko, wengine wacheze, kwa sababu ina imani huwezi kutumia wachezaji wale katika mechi zote hizi, kwa sababu ni binadamu sio mashine. Kwa mimi nafikiri tutajipanga, na kwa sababu tuna wachezaji wengi tutafanya rotation na imani kabisa, na tutaweza kuzidhibiti na kuweza kufanikiwa katika game zetu, kwa sababu hata sisi ni target zetu kuweza kushinda game zote hizo 4 zilizobaki. Ina maana kila baada ya siku 2 tuna mechi. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa ukubwa wa kikosi chetu ni jinsi gani sasa kama benchi la ufundi kuweza kuwapa watu wengine mapumziko, wengine wacheze, kwa sababu ina imani huwezi kutumia wachezaji wale katika mechi zote hizi, kwa sababu ni binadamu sio mashine. Kwa mimi nafikiri tutajipanga, na kwa sababu tuna wachezaji wengi tutafanya rotation na imani kabisa, na tutaweza kuzidhibiti na kuweza kufanikiwa katika game zetu, kwa sababu hata sisi ni target zetu kuweza kushinda game zote hizo 4 zilizobaki. Karibu. Ya kikweli kwenye hilo tunamshukuru Mungu, timu nzima iko kambini, hatuna mchezaji hata mmoja majeraha. Wachezaji wote wako vizuri isipokuwa ni Mzamiru Yasini na yeye kishaanza mazoezi taratibu. Kwa hiyo tuna imani kabisa naye baada ya wiki 1 wiki 2 ataungana na timu. Zaidi ya Mzamiru hatuna mchezaji wote ambaye majeruhi, wote wako vizuri na wote wako tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kuhusu mchezo wa kesho na Simba tumejiandaa vizuri. Mpaka sasa wachezaji wako understand, na pia swala mbinu na ufundi timu imeandaliwa vizuri kwa ajili ya kuweza kupata pointi 3 muhimu kwa mchezo wa kesho. Mwalimu, tukirejea mchezo uliopita dhidi ya Simba Sports Club mkiwa wenyeji, mchezo ulikuwa mzuri sana, ulikuwa mgumu na kuweza kupoteza katika nyakati za jioni kabisa kwenye mchezo wa kesho. Maandalizi yapoje katika matumizi ya nafasi na matumizi ya kuweza safu yako ya ulinzi kuruhusu goli? Kiukweli niseme kwamba tangu tumeweza kujiunga na Mashujaa na mwenzangu Salma Yanga, mpaka sasa hivi timu tumeweka sawa kila sehemu. Idara ya ulinzi timu iko sawa, idara ya ushambuliaji timu iko sawa. Ndio maana kuna baadhi ya michezo nyuma tumeweza kufanya vizuri, na ukiangalia pia muendelezo wa timu sio mbaya, ni mzuri. Lakini tukisema mchezo uliopita ambao tumeweza kupata ushindi mwishoni, na kitu pekee ambacho tunasema huu mchezo wa kesho tumejiandaa vile kufanya muendelezo mzuri kwenye mchezo wa kesho, na kiujumla niseme kwamba changamoto itakuwa kubwa sana. Najua kwa sababu ni timu zombo nakutana nayo, ina wachezaji wazuri ambao wanaweza kufanya pressure yote, kuweza kufanya makosa na kuruhusu magoli, lakini sisi tumeandaa timu vizuri, defense iko vizuri, na tumeandaa timu kuwa imara kuweza kukutana na hali yoyote ambayo Simba watakuja nayo. Wewe unapokuwa unajiandaa kwenye hizi mechi unaangalia na mpinzani ambao unakutana naye. Kwa hiyo sisi kama walimu tumeweza kuangalia ratiba tulikuwa nayo, siku ambazo tulikuwa nazo mpaka kukutana na mchezo, na timu ambayo tunakutana nayo ni Simba wako bora, umetoka kufanya kuingia finali kwenye mashindano ya CAF. Kwa hiyo niwapongeze kwa hilo pia. Kwa hiyo tunajua tunakutana timu bora. Kwa hiyo kwa muda ambao tumekuwa nao hapa Dar es Salaam tumeweza kufanya mazoezi, kuiandaa timu kwa mazoezi, kuweka sawa ili kuweza kuwakabili wapinzani ambao tunakutana nao. Tumepata muda mwingi kuiangalia Simba, mechi nyingi zimecheza, lakini hatuwezi kusema kwamba alivyocheza kwenye mashindano ya CAF basi ndipo atakuja kucheza kama mashindano ya NBC Premier League. Kwa hiyo tunajua atakuja tofauti, lakini sisi pia tumejiandaa kwa hali yoyote ile ambayo anakuja nayo Simba kuweza kumkabili na kummanage. Kwanza kabisa tunaamini pia hata safu ambayo iko nayo ya washambuliaji ni nzuri, wana quality players ambao wana uwezo kukuadhibu muda wote. So tumeiandaa timu vizuri kuweza kwa manage kwa namna yote ile kuweza kuwakabili vizuri, na tumeandaa timu vizuri kuweza kupata pointi 3. Nizungumzie upande wa kiufundi, hiyo swala hamasa siwezi kulisema sana kwa sababu sio sehemu yangu. Mimi niko hapa kuongea swala la kiufundi. Kwa hiyo mimi kama mwalimu, timu tumeandaa vizuri sana kiufundi kuweza kuwadhibiti Simba na kuweza kushinda mechi ya kesho. Wachezaji kama wachezaji tunaendelea vizuri kama alivyotoka kusema mwalimu. Hakuna mchezaji ambaye ana injury zaidi ya Mzamiru, na wachezaji wote wana morali ya mchezo wetu wa kesho.
Maswali kwa mchezaji Awesu, karibu. Simba haimwangalii mtu. Simba haimwangalii mtu, inaangalia mechi zake. Kwa hiyo sisi tunaangalia mechi zetu na alhamdulillah Simba ana kikosi kikubwa ambao kila mchezaji ambao unaweza kumweka anacheza vizuri. Kwa hiyo watu wamejiandaa kwa ajili ya kila mechi kwa sababu kila kitu ambacho tunakipigania tunakihitaji kukileta Msimbazi. Kwa hiyo mechi ngumu, sio viporo tu. Mechi tangia tunaanza kucheza ya ligi ni ngumu. Kwa hiyo mechi yetu ya ndani ni ngumu. Always inakuwa hivyo. Swali, karibu. Simba ni timu kubwa. Simba ni timu kubwa. Nasema Simba ni timu kubwa kwa sababu kila anayekuja Simba anajua umuhimu wa kitu gani kimemleta Simba. Sisi sio watoto kama muda wote tunafuatana au mechi, hapana. Kila mtu anajua umuhimu wa mechi ambao tunakutana nayo. Aidha iwe Mashujaa, aidha iwe hata daraja la kwanza. Kila mtu anajua umuhimu wa mechi ambao anaenda kucheza. Karibu. Hamasa inakuwa iko vile vile kwa sababu hakuna kitu kizuri kama unatoka kwenye mechi kubwa afu unaenda kwenye mechi ambayo wewe unasema ndogo. Hii sio mechi ndogo. Kama unakumbuka Mashujaa sisi tumeshinda katika dakika za nyongeza tena goli moja. Kwa hiyo hatujaichukulia kiurahisi hivyo. Yaani ni mechi kubwa sana kwa sababu labda Mashujaa kwa kwenye nafasi tu ambayo iko ya chini, lakini ni timu nzuri, ina wachezaji wazuri, ina mwalimu mzuri. Kwa hiyo hatuwezi kuichukulia kuwa tunaenda nyumbani kitu cha rahisi. Hapana, hamna kitu cha rahisi. Mashujaa mechi ya kesho itakuwa ni ngumu na kila mchezaji focus yake ni kushinda katika mchezo wetu wa kesho. Kutoa kwa sababu siwezi kucheza peke yangu, lakini ninachoahidi wana Simba waje washuhudie timu yao kwa sababu wachezaji wana morali na tunatamani kabisa yani kurejesha heshima ya timu ya Simba. Deni tunalo kama alivyotoka kuongea mwalimu. Tumeshangilia dakika 90 zilivyoisha mechi ya kule, lakini baada ya kurudi katika maeneo yetu ya kazi ile furaha sisi wachezaji kama wachezaji haipo tena. Tuna focus na vitu ambavyo viko mbele yetu kwa sababu hii ni kazi na tuko kwenye kazi. Kwa hatuja relax wala hatuna furaha ya kupitiliza. Mashabiki wao kazi yao ni kutaka kile kitu kizuri. Kwa kama hichi tumeanza kuwaletea kizuri, tunahitaji kuwaletea vizuri zaidi ya hivi. Shukrani sana Awesu na natakia mchezo wenu kesho ambapo mtakuwa ni wenyeji wa Mashujaa. Mwalimu, shukrani sana. Asante sana. Chief Captain Mashujaa FC. Karibu zungumze na wanahabari. Mmejiandaje mkiwa kama wachezaji na saikolojia ikoje? Morali ikoje kuelekea mchezo hapo kesho dhidi ya Simba? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuamsha salama, kutupa afya njema. Mimi kama kiongozi wa wachezaji wangu wako kwenye hali nzuri sana. Wachezaji wote tumejiandaa kwa ajili ya kuikabili mechi ya kesho. Tunajua ukubwa wa mechi ya kesho na tunajua nafasi ambayo tupo na tunajua pia tunahitaji nini katika mchezo wa kesho ili tuzidi kujiwekea hakika wa kusalia kwenye ligi. Mchezo wa kwanza mlipoteza dhidi ya Simba Sports Club mkiwa nyumbani na sasa mnakwenda kucheza ugenini. Je, saikolojia yenu ikoje na mnajiandaa vipi dhidi ya mchezo? Ningependa kusema kwamba kila jua lina mwangaza wake. Kwa mchezo uliopita, mchezo wa kwanza ule tulipoteza ni kweli, lakini mechi ya kesho ni mechi ambayo inachezwa katika siku nyingine, tarehe nyingine, sio kama mechi iliyopita. Kwa kwenye mpira of course lolote linaweza likatokea. Inshallah Mungu atasaidia kwa hilo. Kwa jinsi tumejiandaa kucheza mechi ya kesho, kwenye mpira dakika 90 zitaamua. Of course tunajua aina ya timu ambayo tunaenda kukutana nayo ni timu bora, ni timu kubwa barani Afrika, hilo linajulikana, lakini kila jua lina mwangaza wake. Itajulikana itakucha vipi. Kabisa. Kikubwa kwanza unapokutana na timu ina daraja kubwa kukuzidi, cha kwanza saikolojia ambayo utakuwa umetengenezwa na walimu wako ndio itakusaidia pia
utakapokuwa pale uwanjani, jinsi mwalimu atakavyokutuliza na we mwenyewe utakavyoingia kwenye mchezo, mind ndio kitu kikubwa sana mindset kwenye mchezo mkubwa kama huo. Kwa asilimia kubwa wachezaji tulionao kwenye timu ni wachezaji ambao wamepevuka kimpira. Sioni kama kutakuwa kuna tatizo kubwa sana la namna ya kucheza. Sio mara kwanza tunakutana na timu kubwa, tushakutana nazo. Ni namna tu ambavyo tutaamka na kuweza kutekeleza jukumu ambalo tutakuwa tumepewa. Karibu. Kwenye kila chumba cha mchezaji tumejitahidi kubandika msimamo ule. Mtu akiamka tu anakutana na msimamo pale. Inamuongeza mchezaji morali ya kupambana, kujua hatupo kwenye nafasi nzuri, tupambane namna gani kuweza kuinusuru timu ya watu. Yes, malengo yatatimia bila shaka. Mungu atasaidia. Malengo yetu yatatimiza. Tumezamilia kuanzia mwanzo wa ligi, tutatimiza malengo yetu inshallah. Labda Masome, una neno tu kwa mashabiki na uongozi wa Mashujaa kuelekea mchezo wa kesho dhidi ya Simba Sports Club? Kwanza napenda kuwashukuru sana mashabiki wa Mashujaa FC. Ni mashabiki ambao ni nguzo kubwa sana kwa Mashujaa. Tunawapenda mashabiki zetu na popote pale Tanzania, watu wa Kigoma wamejaa sana katika kila sehemu. Naamini hapa Dar es Salaam kesho utaona mashabiki wa Kigoma watakuwepo wa kutosha. Na sio tu watu wa Kigoma, mtu yote ambaye anavutiwa na Mashujaa ni mwana Lake Tanganyika, tunakubali waweze kujitokeza kuja kusupport timu yao kwa aina moja ama nyingine. Nikushukuru sana Masome.